yangu naitwa Emmanuel Shimote Shibuga. Ndio. Hapa nilipo ni kwenye eneo langu ambalo lipo kijiji cha Uloa namba 4. Ni kweli mwenye mkandarasi wa mradi wa maji alipewa eneo langu bila kushirikishwa mimi, ni kweli. Na ndio maana mnaona kwamba mnasikia kwamba kuna mgogoro, na mgogoro kweli upo, ambao mgogoro wangu ni kwa ajili ya kutetea eneo langu, kwa sababu kulikuwa na maneno pale mwanzo. Baadhi ya watu walikuwa nasema kwamba, waliniambia kwamba eneo lako limekabidhiwa kama eneo la wazi, yani kama mali ya serikali. Kwa hiyo mimi kabidi nifuatilie. Baada ya kufuatilia nikaja hapa nikamkuta wenye mradi, wafanyakazi wake wapo hapa wanafanya kazi. Nikawauliza, wakaniambia kwamba tumekabidhiwa na mtendaji wa kata. Nikampigia mwenyekiti wa kijiji cha Uloa namba 4, nikamuuliza kuhusu eneo langu. Akasema kwamba mimi kwangu niliulizwa na mtendaji wa kata kwamba hili eneo lina nani, na akaniomba na namba zako, kama hajakupigia sasa ni yeye, lakini mimi nilimwelekeza aje kwako. Na mimi kweli mtendaji wa kata alikuwa hajanipigia, wala sijawasiliana naye. Nikaenda kwa mheshimiwa diwani kumuulizia habari ya eneo langu. Nilipomuulizia mheshimiwa diwani akaniambia kwamba yeye alimuuliza mtendaji wa kata, akamjibu kwamba tayari alishafanya mawasiliano na mimi, kitu ambacho si cha ukweli. Baada ya hapo mheshimiwa diwani alishauri niende kwa mheshimiwa mbunge nikafuatilie eneo langu. Nikaenda kwa mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge na yeye hakunipa ushirikiano wa kutosha, kwa sababu aliniahidi tu kwamba atanikutanisha na mwenye mradi, lakini kitu ambacho hakikufanyika mpaka wa leo. Hivyo basi, baada ya kuona kwamba sipati msaada popote pale, nikaamua kwenda kushtaki TAKUKURU. Kwa hiyo mpaka sasa bado tuna kesi TAKUKURU, haijaisha. Lakini kwa leo, kikao cha leo tulikuwa tumeitishwa ni kikao cha mkuu wa wilaya, ambaye alipenda kwamba tukutanishe na mkandarasi, ambapo mkandarasi kwanza hakuwepo. Aliyekuwepo ni meneja mradi, sio mkandarasi kabisa, mkurugenzi wa kampuni ya maji, hapana, sio yeye. Kwa mimi nilichowajibu leo, nilichowaambia, mimi nataka nikutane na mwenye mradi, mkurugenzi mwenye mradi, ndio nimwainishie na mimi hasara alizonisababishia, tuone kama anaweza akamudu kunifidia. Lakini mimi mradi sio kwamba labda nitawafukuza hapa, hapana, siwezi kuwafukuza, wala sina mamlaka ya kuwafukuza wenye mradi. Wao waendelee na kazi zao kama nilivyowaambia, ila mimi nimewaambia kwamba wanikutanishe na nani, na mkurugenzi wa kampuni ya maji, mwenye mradi. Na nimesema kwamba wanikutanishe na mwenye mradi kwa sababu moja, meneja mradi nilipompigia simu kumuuliza hili swala, alinijibu tofauti. Akaanza kunihoji, una hati, hilo eneo lako sisi tukabidhiwa na mtendaji wa kata, tukaambiwa ni eneo la wazi, ni la serikali. Kwa hiyo ndio maana hata leo nimeshindwa kuongea naye meneja mradi. Nikasema kwamba afadhali nikutane na mkurugenzi wa mradi. Naitwa Charles John Gaspar, mkazi wa Uloa, kijiji cha Uloa namba 4, kitongoji cha namba 4C. Eneo hili nalifahamu kwa sababu tumewahi kulitumia mimi nikiwa afisa habari wa timu ya Eurocity, na tuliomba kwa ndugu yetu Shibuga, ukawa ni uwanja wetu wa mazoezi. Na mpaka leo hili eneo umefanya kwa uwanja wa Euro, kwa sababu tumeutumia kwa mazoezi timu ya Euro. Eneo hili ni eneo la ndugu yetu Emmanuel Shimote Shibuga. Alinunua miaka isiyopungua 10 huko nyuma kwenye familia moja, mzee mmoja anaitwa mzee Jacob Alois Ilale. Tunachokiamini sisi kama wananchi wa Uloa, eneo hili ni mali yake. Lakini mradi huu wa maji ni mradi muhimu sana kwa wananchi wa Uloa. Na kwa kweli tunampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu, kwa sababu eneo hili lina changamoto ya maji. Changamoto hizi hazina sababu ya kuathiri mradi wa maji. Badala yake, mkandarasi anapaswa kujua kwa taarifa alizopewa eneo hili kwamba ni mali ya serikali ni za uongo. Mali hii ni mali ya Shibuga, na anapaswa kufanya mazungumzo na Shibuga ili kuona kwamba mradi hausimami na huduma hii inaendelea kutolewa. Tunawataka viongozi wa serikali kutafakari
na kuwa wa kweli na kupambanua na kuelewa vizuri fawara za Mheshimiwa Rais, ikiwemo uwajibikaji, uwazi, amani, na kuona kwamba jambo hili linavunja amani. Jambo hili lina sura ya wizi. Jambo hili lina sura ya ufisadi. Jambo hili lina sura ya kuzurumu, jambo ambalo Mheshimiwa Rais hawezi kuliruhusu wala kulikubali. Kwa namna ambavyo amejipambanua kwenye uongozi wa miaka hii minne. Tunapoadhimisha miaka minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, sisi wananchi wa Ulowa tungependa kuendelea kuona amani, haki na watu wakipata haki zao. Na miongoni mwa haki ni haki ya ndugu yetu Emmanuel Shibuga akipewa eneo lake, na yeye kama Mtanzania na kama mwananchi wa Ulowa, naamini ni miongoni mwa watu ambao wanatamani kuona mradi wa maji ukikamilika. Na tunaamini busara zitatumika kati yake yeye, serikali na mkandarasi kutambua na kujua eneo hili ni mali ya Shibuga na kujifunza kwa pamoja kati ya mkandarasi na Shibuga. Maana mafundi wapo hapa na wanalala lodge, si wanalipa? Kama wanalipa, kwa nini eneo la Shibuga lisipokuwe na mazungumzo mengine? Lakini kama ni hivyo, kwa nini mtu avamie eneo la mtu na kuweka mali zake? Mimi nadhani sio sawa, na suluhu za busara, mazungumzo ya hekima yanapaswa kuchukuliwa. Napohitimisha, niendelee kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 40 wa maji, ambao kwa kweli anatimiza ahadi yake ya kumtoa ndoo kichwani mwanamama. Nakushukuru sana mwandishi wa habari. Ninaamini viongozi pamoja na mkandarasi watachukua hatua baada ya leo kujua kwamba eneo hili ni mali ya Shibuga na sio kama ambavyo mkandarasi aliambiwa hapo awali. Asante sana. Kwa majina naitwa Aloisi Jacobo, ni mjukuu wa mzee Aloisi ambaye kimsingi katika hili eneo ambao mradi huu wa maji upo, lile eneo lilikuwaga ni la familia ya mzee Aloisi Lale, na sisi kama familia ndio tulioshiriki kumuuzia ndugu Emmanuel Shibuga eneo la heka moja. Lakini halikuwa eneo tu la heka moja, ilikuwa ni heka mbili. Kama unavyoona, familia zile zaidi ya kaya 5 ziko kwenye hili eneo moja ambalo pia ni sehemu ya heka hizi mbili. Tulimuuzia Emmanuel Shibuga, bado marehemu mzee Aloisi yupo hai ambaye amefariki mwaka jana. Kwa hiyo mpaka mzee wetu anapatwa mauti tulijua tumeshamuuzia Emmanuel Shibuga. Na hivyo familia sasa tumepata mshtuko mkubwa baada ya kuonekana hili eneo linaitwa ni eneo la wazi. Tunashangaa sana kwa sababu sisi kama familia tuliuza kwa kauli moja. Na hata katika mirasi yetu tulisema kabisa hili eneo ni la ndugu Emmanuel Shibuga ambao waliuziana na marehemu babu yangu mzee Aloisi Lale. Na upande huu, na haya yalikuwa mashamba pia, upande huu tulikuwa tumepakana na mzee mmoja alikuwa mzee Kitwe ambaye naye pia ameshatangulia mbele za haki. Upande huu tulikuwa pia na mashamba ya mzee Shirinde ambao sasa hivi leo utaona ni kama viwanja, lakini yote haya yalikuwa ni mashamba tumelima hapa. Na hili eneo lilikuwa pia tu ni sehemu ya maeneo aliyonunua mzee Aloisi toka mwaka 1976. Tumelima sana hapa tukiwa bado wadogo mpaka mzee wetu ametuacha. Tukiwa hili tumeliuza, na eneo la juu lile kule ambako sasa kuna watu, kuna miji wanaishi watu. Kwa hiyo sisi upande wetu tunaamini na tunajua tulimuuzia Emmanuel Shibuga ni mali yake halali kabisa, eneo la heka moja. Huku chini kulikuwa na kipande kidogo ambacho kilikuwa kinamilikiwa na Juma Jinasa, naye pia alimuuzia kufika kule barabarani. Kwa majina naitwa Edson Monela, afisa mtendaji wa kata ya Ulowa. Kama serikali ya kata, lakini pia serikali ya kijiji, tunatambua juu ya umiliki wa hili eneo. Hili eneo ni mali ya Bwana Emmanuel Shibuga na si eneo la serikali ya kijiji wala kata. Ni mali ya Bwana Emmanuel Shibuga, lakini pia wakati tumepata mradi huu mkubwa wa maji wa Ziwa Victoria kutoka kama mjini kuja Ushetu, nadhani mkandarasi alikuja na mahitaji. Mkandarasi alikuja na mahitaji, akahitaji kwamba anahitaji eneo ambalo kwanza lina huduma ya umeme ambayo ipo karibu, lakini pia eneo ambalo litakuwa linafikika na kutoka, ili aweze kutengeneza campsite kwa ajili ya kuendelea na utekelezaji wa mradi huu. Kwa hiyo swala hili lilivyofika kwetu, nadhani tulikaa kikao cha kamati ya maendeleo ya kata. Baada ya hapo tulifikisha kwenye serikali ya kijiji. Serikali ya kijiji cha Ulowa namba 4, ambapo baada ya hapo tulifanya mawasiliano na mwenyekiti wa kijiji cha kijiji husika. Ni kweli alithibitisha ni Bwana Emmanuel Shibuga, na baada ya hapo utaratibu wa kufanya mawasiliano na Bwana Emmanuel Shibuga uliendelea. Na baada ya hapo mwenyekiti wa kijiji alitukabidhi kwamba ameshafanya makubaliano na Bwana Emmanuel Shibuga, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kulitumia. Baada ya kukabidhi kwangu, kwa sababu mimi ndio in charge wa eneo hili, kwa hiyo niwasiliana na watu wa kampuni, nikamwambia bwana,
mwenye eneo ameridhia, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya utekelezaji wa mradi. Kwa hiyo wakaja wakatengeneza campsite yao, na campsite yao ni ya miezi 24. Mkataba unaisha mwezi wa 10 2026. Na kwa sababu ile eneo lote mnavyoona lilikuwa ni eneo la uwanja wa mpira. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hatukuwaza kwamba linaweza kuwa na shughuli yote ya utekelezaji ambao labda mwenye eneo alikuwa anahitaji. Lakini baada ya kuja kubaini ikaonekana kuna mapungufu ya mawasiliano baina ya mwenye eneo pamoja na serikali ya kijiji, ambacho mwisho wa siku mwenye eneo akaamua kwenda kuclaim kwamba eneo lake limevamiwa na mkandarasi. Lakini tumejaribu kukaa vikao tofauti kwa ajili ya usuluhishi, na leo tumefikia kwenye kikao cha leo, tumeibuka na maazimio. Mwenye eneo ameridhia kwamba yeye hana shida na mkandarasi, na ameruhusu kwamba mkandarasi aendelee kufanyaje kutumia ile eneo, lakini yale malalamiko yake ya msingi basi ataendelea kuwa nayo kwa muhusika ambaye alikuwa anahitaji kuwasiliana na mkurugenzi wa kampuni hii ambayo inatekeleza mradi wetu.